Kwa mfano, unakuta kuna nchi ambazo zenyewe zimejibrand au zimetengeneza picha ya kwamba ni nchi ambazo zinaendeshwa kwa misingi ya kidemokrasia. Zinaamini sana katika demokrasia. Na kuna nchi ambazo zinaamini katika msingi wa kidikteta au msingi ambao sio wa kidemokrasia, hawapigi hata kula. Mtu akishakuwa kiongozi anakuwa kiongozi always. Sasa inapotokea kwamba nchi fulani imeamua kuchagua upande kwamba sisi tumeamua kuungana na watu wa Western Bloc au watu wa Eastern Bloc kutokana na sera zao, tafsiri yake wale wa Western Bloc, kama huyu amefuata Eastern Bloc, wanaweza wakaamua kumwekea vikwazo. Umeona vizuri? Kwa hiyo kiweka vikwazo wanaibezi serikali kwamba badilisheni sera zenu ziendane na zetu ili tuweze kufanya biashara, ili tuweze kuinteract, tuweze kufungua ubalozi na vitu kama hivyo, tuweze kuwaruhusu wawekezaji wetu waje nchini kwenu, kwa sababu mazingira yatakuwa ni favorable na kwetu sisi haitakuwa na shida yoyote. Kwa hiyo sometimes ni serikali pia inagusa serikali kama serikali, lakini ikitokea serikali nyingine ndani ya nchi hiyo hiyo ikatokea kwamba hiyo ikafuata mfumo wao, basi wanafungua vikwazo, vinakuwa vimeisha. Kwa hiyo ni ngazi tatu. Nchi inapokuwa vikwazo na jumuiya ama na nchi fulani, unaona ile inaweza kawa ni athari mbaya kwa nchi ama inaweza kawa ni namna nzuri ya wao kuweza kujipanga kwa mambo yao ndani kwa ndani? Yote yanawezekana. Nchi inapokuwa vikwazo kuna inaweza kuwa pia ni athari, lakini pia wakati mwingine inaweza ikawa ni njia ya kuifanya nchi fulani iweze kujua kwamba bado tuna wajibu na tuna safari ndefu. Unajua, tuzungumze kitu kimoja hapa kwa uhalisia. Mpaka nchi inaanza kutishiwa kuwekewa vikwazo, tafsiri yake haiko stable economically. Nadhani hapo tutakubaliana. Mara nyingi ukiona nchi inatishiwa kuwekewa vikwazo, tafsiri yake ni kwamba hiyo nchi, taifa kwanza linaloweka vikwazo ni taifa lenye nguvu, very powerful country. Hauwezi ukaona nchi ambazo zina uchumi wa chini zikijaribu kuwekea, unamwekea kikwazo nani wakati huna uwezo, hauna fedha, hauna nguvu ya kiuchumi. Kwa hiyo mataifa yenye nguvu ya kiuchumi yaliyohenda uchumi wa dunia ndio waga yana power zaidi ya kuwekea uchumi nchi fulani. Leo huwezi kuona nchi maskini zaidi duniani nani anamwekea vikwazo. Kwa mfano kama tafsiri ya Mali kuwakataa Wafaransa, Zimbabwe kuwakataa wazungu, haiwezi kuwa ni vikwazo, ama kwa sababu wao hawana fedha tunahitaji kwamba wanakataa. Tunapima vitu viwili. Nani anamhitaji mwenzake kwa wakati fulani? Kwa mfano, kipindi cha Robert Mugabe pale Zimbabwe, yeye yule alikuwa ni pan-Africanist, mtu ambaye ameushika Uafrika, akiamini kwamba sisi kama Waafrika tunaweza tukafanya wenyewe na tukafanikiwa kwa kiwango kikubwa sana. Lakini kiuhalisia sasa, hauwezi ukasema kwamba Mugabe na Zimbabwe wanafika hata theruthi ya kusema watashindana na Marekani kwa kila eneo, kwa sababu wale tayari washawatangulia kiuchumi, si ndio? Kwa hiyo tuna viongozi pia ambao wana uthubutu na wana ujasiri wa kusema kwamba sisi tunaweza tukasimama sisi kama sisi na tukafanya kitu sisi kama sisi na tukafanikiwa, hata kama ni kwa umaskini tulionao au hata kama ni kwa kidogo tulichonacho, tunaweza tukajibana tukaishi. Lakini kuna kipindi pia thamani ya fedha ya Zimbabwe ilishuka sana. Tulikuwa tukisikia zamani zilikuwa kama hadithi, lakini zilikuwa wakati mwingine zinalenga ukweli fulani kwamba mkate unaweza kwenda kununua na mabunda ya hela. Umeona vizuri? Thamani ya fedha imeshuka kwa sababu ya vikwazo kutokana na kiongozi aliyepo madarakani. Kwa hiyo kwa mantiki hiyo naweza nikakubaliana na wewe kwamba hii inaweza ikawa ina faida, lakini pia inaweza ikawa na hasara kwa nchi inayokuwa vikwazo. Faida ni kwamba kwenye sheria za kimataifa, kwenye public international law, mimi ni mwanasheria, nitabase sana hapo kuwapa reference. Tunasema kwamba kuna kitu kinaitwa sovereignty of the state, uhuru kamili au mamlaka kamili ya nchi. Nchi inatakiwa kuwa huru na kufanya mambo yake pasipo kuingiliwa na nchi yoyote. Na hii ipo kwenye mkataba wa umoja wa UN Charter ya mwaka 1945 inazungumzia sovereignty. Kuna mkataba wa Montevideo Convention on Rights and Duties of the State wa mwaka 1933, ibara ya kwanza inazungumzia kwamba ili dola iwe dola lazima iwe huru kufanya mambo yake pasipo kuingiliwa na nchi au dola yoyote. Kwa tafsiri yake, unavyosimamia msingi wa kulinda sovereignty ya taifa lako, unakuwa ni shujaa, kwa sababu pia unawapa salamu kwamba mbali na kwamba mmenizidi uchumi, lakini mimi ni mtu huru, nina mamlaka kamili ya kufanya kitu chochote kwenye nchi yangu. Mfano sisi kama nchi, mfano Tanzania, ukisoma katiba yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwenye katiba penyewe declare sovereignty, tumesema kwamba sisi ni sovereign state. Ukisoma katiba ya Tanzania, we are the sovereign state, kwamba sisi ni nchi huru, ni dola kamili ambayo inajitegemea,
ambayo haihitaji kuomba ridhaa kwa mtu mwingine kufanya jambo lake. Kwa hiyo wakati mwingine pia ni heshima. Ili nchi iheshimike lazima uwe na mamlaka, na tutakumbuka Tanzania tumewahi kufanya vitu pia ambavyo waga ni reference. Nadhani ni reference kwa baadhi ya mataifa. Kwa mfano nitolee kidogo nyuma, kipindi cha hayati Magufuli, nadhani unakumbuka bosi wa kampuni kubwa ya migodi ya dhahabu Acacia alitoka Canada kaja Tanzania hapa kuonana na Magufuli kwa sababu ya mgogoro wa North Baltic Mala mgodini kule. Utaona bosi wa Airtel alitoka India alikuja Magogoni pale. Kwa sababu gani? Alisimama akasema kwamba mimi ni nchi. Wewe utakuja. Dangote alikuja, hata juzi Dangote pia amekuja hapa juzi, nadhani kama wiki mbili alikuja hapa Tanzania. Kwa hiyo tunaonyesha sovereignty of the state, ni heshima, na hata wale watu wanakuheshimu hata kama huna, wanasema kwamba tusivuruge nchi ya watu. Taba huo inaeleza kwamba isipokuwa nguvu itatumika pale ambapo taifa hilo linaenda kufanya nini? Kujilinda, linatengeneza mazingira ya kujihami au kujilinda. Sasa hata kama unaenda kujilinda, Baraza la Umoja wa Mataifa la usalama lazima likae chini liangalie kuna sababu za msingi za wewe kutumia nguvu ili wakupe kibali, lakini hakupitia huo mchakato. Ndio maana utaona baada ya kuvamia Venezuela na kumchukua rais, wenzake ambao wapo kwenye Baraza la Umoja wa Mataifa la usalama ambao ni China, ambao ni Russia, walikuja hadharani na kukemea hicho kitu. Maana yake ni kwamba kumbe hawakukaa kwenye UN Security Council kubariki yale maamuzi ya jeshi la Marekani kuvamia nchi ya watu na kumchukua rais. Kwa hiyo kumbe kuna ubabe ambao unafanyika na mataifa yenye nguvu bila hata kufuata sheria za kimataifa. Nadhani hapo tunaelewana vizuri. Kwa hiyo kuna sometimes ubabe unatumika, mabavu yanatumika, kitu ambacho ni kinyume kabisa cha sheria za kimataifa ambazo wao ndio wanazipigia kelele tuziheshimu. Maana yake ni kwamba au Umoja wa Mataifa wenyewe ni wako chini ya hayo mataifa makubwa. Na nikufahamishe tu, hata ukiangalia kwenye takwimu asilimia zaidi ya 30 ya Umoja wa Mataifa unafadhiliwa na Marekani. Kwa hiyo wao ndio wanaendesha mpaka Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo sijui tutawaambia nini. Hapa shida ilianzia hapa. Mr. Aaron, tukibaki kwenye vikwazo. Ndio. Mara nyingi tunaona sababu kubwa ya watu kuweka vikwazo pengine ni kuwataka taifa fulani kubadilisha sera zao. Tunayo mifano hai umetoka kutaja hapa, Iran amegoma. Je, ipo mifano ambayo zipo nchi ambazo zilikuwa vikwazo na kuforsiwa kubadilisha sera afu wakakubali wakati kwa vikwazo? Katika dunia hii bwana, nchi kama hizo haziwezi zikakosekana. Zinakuwepo na sio lazima tu wabadilishe kila kitu, no. Unajua kinachofanyikaga pale, mataifa wao yanataka harmonization. Sawa? Kwa mfano ni ngumu sana leo, nadhani uliona mgogoro wa nchi gani hii? Ulikuwa ni mgogoro wa nchi hizi zinazo Russia pamoja na Ukraine. Nadhani uliona. Si ndio? Walikutana kukaa kuzungumza. Si ndio? Wote wale wawili. Nadhani pia waliwahi kwenda White House Marekani, wakakaa na rais wa Marekani, wakijaribu kushawishiwa wewe fanye hivi. Kwa hiyo wakati mwingine waga kinachofanyika ni harmonization, kwamba uwezo ukabadili kila kitu. Lakini unakwambia wewe sitisha hiki, fanya hiki sisi tutakusupport. Usipofanya ndio unakutana na zile consequences ambazo hazieleweki. Nadhani hapo unanielewa vizuri. Kwa mfano hata kwenye mataifa ya Afrika imewahi kutokea kuna baadhi ya mataifa yalibidi kubadilisha sera zake ili kukwepa vikwazo. Na lazima tukubaliane pia hata wakati wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere taifa letu lilipitia economic depression kubwa sana baada ya vita ya Idi Amin ya mwaka 79. Uchumi 78 79 I think, kitu kama hicho. Taifa lilipitia uchumi mdogo, tulihangaika sana, watu walikula yanga, lakini baadaye Mwalimu anang'atuka kutokana na vikwazo ambavyo tuliwekewa pia sisi vikwazo na mataifa ya magharibi, kwa sababu tulikuwa tumejizatiti kwenye sera ya ujamaa ile miaka ya 67 wakati tunaanza na Arusha Declaration. Kwa hiyo ilibidi nchi yetu baada ya Rais Nyerere kuondoka, Mwinyi aje abadilishe falsafa inayoendana na ubepari, ndio tukaruhusu soko huria, tukaanza kuruhusu sera zile za nini, tulikuwa kwenye privatization, tukarudi kwenye privatization, watu binafsi wamiliki mali, wamiliki mashule, vijiji vya ujamaa vilikufa, nadhani unakumbuka vizuri. Sasa tulirudi kwenye msingi ambao waliutaka wale watu kwa sababu ya fedha, na tulikubaliwa kukopeshwa kwenye mifuko ya kimataifa kama Benki ya Dunia, International Monetary Fund, tukawa tunapata mikopo, tukaendelea hivyo. Kwa hiyo ni kawaida, imekuwa ikitokea tukibadilisha misimamo kulingana na mahitaji ya wakati. Naam.
Yeah. Kwa ufupi sana muda wetu sio. Tukijibu swali letu la mada yetu, nani ambaye analipa hizo gharama? Analipa hizo gharama kama nilivyotangulia kusema, hatuwezi tukaacha kutaja domain 3. Domain ya kwanza ni wananchi. Domain ya pili ni serikali. Domain ya 3 hata viongozi wanahusika. Yes. Na asante sana bwana Aaron Mzelela Seni huyu, tukizungumzia hii leo katika Kishki TV, nuru ya dini yako.